Anasema assessing resting respiration should be assessed when client is relaxed because exercise affect respiration and increase their rate and depth. Kwa hiyo tunapopima respiration rate, mgonjwa anatakiwa awe amerelax, hakuwa kwenye mazoezi kwa wakati huo au kwenye kazi zozote zile za kuongeza metabolic activities na respiration rate yake, zisije zika affect respiration rate na kuongeza rate na depth. Anasema respiration may also be assessed after exercise to identify the client's tolerance to activity. Kwa hiyo pia baada ya mazoezi unaweza kumpima mgonjwa exercise, ukampima mgonjwa respiration kwa ajili ya kuangalia mwili wake au body organs zake zina uwezo vipi wa kutolerate mazoezi na vitu vingine na strenuous activities zingine. Pia anasema before assessing the client respiration, the healthcare provider should be aware of the following. Kwa hiyo kabla hujamassess mgonjwa respiration rate, unatakiwa uchunguze vitu vifuatavyo au uwe makini na vitu vifuatavyo. Anasema client normal breathing pattern. Kwa hiyo upumuaji wa mgonjwa upoje kwa ujumla, unatakiwa ufanye nini? Uassess. Pia the influence of client health problem on respiration. Pia unatakiwa umuulize mgonjwa kama ana magonjwa ambayo yanamletea shida katika upumuaji, kwa mfano ugonjwa wa asthma, ugonjwa wa moyo na vitu vingine. Pia relation of the client respiration to the cardiovascular function. Tunajua respiratory system and the cardiovascular system vina nini? Vina kama interconnection, vina uhusiano. Kwamba moyo ukishasukuma damu, at the end of the time hiyo damu itakuja kwenye lungs, itatolewa nje. Kwa kama lungs au haiko normal kupokea ile damu inayotoka kwenye moyo, automatic moyo utapata shida kufanya nini? Kwa sababu viko interconnected, automatic moyo utapata shida. Na kama kwenye heart labda kuna failing of heart muscle na kuna other diseases, automatic lungs pia itakuwa na nini? Na problems. That's why unatakiwa ufanye nini? Uangalie relationship ya client respiration na cardiovascular function, kwa sababu vinakuwa vina nini? Vina relate hivyo vitu viwili. Naamini tunaelewana Pia anasema pulse is a wave of contraction. Pulse is a wave of blood created by contraction of the left ventricle of the heart. Kwa hiyo tunaangalia, tumemaliza respiration, tunaangalia pulse. Kwa hiyo pulse ni mawimbi ya damu ambayo yanabe created by contraction of the left ventricle of the heart, au kwa jina lingine tunasema heartbeat au heart rate. Ni ile vibration of heartbeat ambayo inabe created, heartbeat wave ambayo inabe created by nini? Anasema a wave of blood created by contraction of the left ventricle of the heart. Kwa tunaposema pulse ni zile heartbeat, ni jinsi gani, ni yale mapigo ya moyo, jinsi gani moyo unasukuma damu kwenda kwenye nini? Kwenye mishipa. That's why amesema wave of blood created by contraction of left ventricle of the heart. Au definition nyingine tunasema vibration produced by the heartbeat wave of the blood through the artery. Kwa hiyo anasema hii heart rate ina tells how often a person heartbeat. Kwa hiyo inakuambia jinsi gani moyo wa mwanadamu unavyopiga. Ndio tunasema ni nini? Ni pulse. Ni vibration produced by heart wave of blood through the artery. Kwa hiyo mara nyingi tunapopima pulse rate tunapima kwenye nini? Kwenye ile mishipa ya artery. Kwa hiyo ni jinsi gani msukumo wa damu au moyo unasukuma damu kwenda kwenye mishipa kupitia nini? Ile left ventricle of the heart. Anasema generally the pulse wave represents the stroke volume output and the amount of blood that enter the artery with each ventricular contraction. Kwa hiyo tunaposema hii pulse inawakilisha, hizi pulse wave ni yale mawimbi yanawakilisha stroke volume
stroke volume output and the amount of blood, na kiasi cha damu ambacho kinaingia kwenye artery with each ventricular contraction. Kwa hiyo kila contraction, kila msukumo mmoja wa damu unapima jinsi gani unavyosukuma damu, ndio tunasema ni nini, ni pulse. I believe we are together guys. Anasema peripheral pulse, a pulse located away from the heart, for example in foot, wrist or neck. Kwa hiyo tunaposema peripheral pulse ni ile pulse inayopatikana kwenye peripheral areas kama kwenye miguu, kwenye wrist or neck. Also we have apical pulse. Anasema the central pulse that is located at the apex of the heart. Kwa hiyo ni ile apex of the heart na mimi tunaijua ilipo. Kwa hiyo tunaposema apical pulse ni ile pulse tunayoipima hapa eneo ambalo center ambayo moyo umefanya nini, umebi located kwenye apex ya moyo pale. Tunaelewana Maybe unaweza ukaipima na stethoscope directly. Ndio tunaita nini, apical pulse. Pia tuna bradycardia, term bradycardia ambayo anasema this is term used to describe an unusual slow pulse rate in the beats under 60 times per minute. Kwa hiyo tumeona average hiyo normal pulse rate ambao ni 72 beat per minute, lakini unusual slow pulse rate ni 60 beat per minute. Hizi 60 ziko chini ya 72 beat per minute. Kwa hiyo tunazitem kama bradycardia. Ni jinsi gani, au tunaweza kusema moyo umesukuma damu isivyo kawaida, kwa sababu tunategemea ndani ya dakika moyo utasukuma damu kwenye mishipa mara 72. Kwa hiyo tunaposema bradycardia ni temu ambayo inatuonyesha kwamba moyo umesukuma damu kidogo. Kwa hiyo automatic kwenye mwili kutakuwa na physiological dysfunction yoyote ambayo imeweza kutokea ikaufanya moyo ushindwe kusukuma damu ipasavyo kwenye mishipa na sehemu mbalimbali za mwili. Tuangalie condition associated with bradycardia. Tunaposema hizi condition associated with bradycardia, wengine mtu akiwa na hizi condition itapelekea yeye kupata nini, bradycardia. We have a decreased metabolic rate as in myxedema. Tunaposema myxedema tunamaanisha thyroid gland does not produce enough thyroid hormone. Kwa hiyo kampelekea mtu kwamba apate nini, apate bradycardia. We have a heart block, we have a digitalis poisoning. Pia we have a injury affecting the brain. Mgonjwa labda kaumia kichwani, au digitalis poisoning ni zile sumu zinazotokana maybe pengine na madawa ya kulevya na vitu vingine. Also tuna term tachycardia ambayo hii ni high pulse rate, ambayo nasema term used to describe fast heartbeat over 100 times per minute in adult. Kwa hiyo hii tachycardia ni jinsi gani kwamba moyo umesukuma damu haraka zaidi ya mara 72 ambayo ile ni normal tunaifahamu. Kwa hiyo ndani ya dakika moja moyo utakuwa umesukuma damu mara 100 au zaidi ukipima kwenye mishipa yake ukipima. Kwa hiyo hii term tunaitem kama tachycardia. Anasema tachycardia can be observed in the following condition. Patient with pyrexia. Tunaposema pyrexia tunamaanisha fever, wagonjwa wenye homa. Pia increased metabolism as in thyrotoxicosis. Kwa hiyo metabolism activities zinakuwa zimeongezeka. Also kama kwenye thyrotoxicosis, ambayo hiyo thyrotoxicosis ni kama hyperthyroidism. Jinsi gani ile thyroid imefanya kazi zaidi, ndio tunasema thyrotoxicosis. Also we have a hemorrhage, mgonjwa amevuja damu sana, anemia, ameishiwa kabisa damu, au shock. Also failing heart muscle, jinsi gani moyo umeshindwa, muscle za heart zimefail labda kufanya kazi, I think. Anasema also nervousness and certain drugs, for example atropine, zinaweza zikasababisha nini, tachycardia. Hizo ni
condition za nini za tachycardia. Kwa hiyo kwenye pulse rate kuna disorder hizo ambazo tumeziona, ambayo ni nini? Ni tachycardia na bradycardia, ambayo tachycardia ni high pulse rate and bradycardia ni low pulse rate, na normal pulse rate ni 72 beat per minute. Kwa hiyo tukishika saa yetu kwa dakika moja, tukishika mshipa wa ateri, tukipima hizo biti jinsi gani moyo unavyosukuma damu kwenye ateri, ndani ya dakika moja tupate biti ngapi? 72. Lakini tukipata 60, hiyo ni nini? Ni bradycardia, moyo umeshindwa kusukuma damu, pengine kutakuwa na physiological body dysfunction. Pia tukipata 100, pia moyo umeshindwa kusukuma damu vizuri, umesukuma zaidi ya uwezo wake, pia kutakuwa na nini? Na physiological dysfunction kwenye mwili, ambazo ndo kama tumeziona example zake hapa. Tuangalie components of vital sign, viundaji vya vital sign. Vital or cardinal sign are characterized by the following components. We have a body temperature, kwa hiyo tuna joto la mwili. We have a pulse, we have respiration, we have a blood pressure, and we have a pain, in bracket recently added as component of vital cardinal sign. Kwa hiyo vital sign au hivi vipimo muhimu vya mwili, kujua mwili unaendeleaje, vimecontain vitu vitano, ambayo ni joto la mwili, mapigo ya damu, upumuaji, shinikizo la damu, and pain. Pain is an unpleasant sensation or subjective feeling ambayo anaifili mtu mwenyewe as a symptom. Kwa hiyo hizo ni components za vital sign, ziko 5, na kuzistate zinastatiwa respectively kama zilivyo in chronological form, azibadiliki, ziko 5, ambayo ni temperature tunazitemu as TPR, BP and pain. Naamini tunaelewana. Tuangalie times for assessing vital sign, ni muda gani wa kupima vital sign. Anasema on admission in order to obtain baseline data. Kwa hiyo mgonjwa atakapokuwa amelazwa hospitali, kitu cha kwanza tunafanya nini? Tunampima vital sign kwa ajili ya kuchukua history na kuchukua zile information au data zile za muhimu kwa ajili ya care zingine. Also, when a client has change in health status or report symptoms such as chest pain, feeling hot or faint. Kwa hiyo kama mgonjwa atakapokuwa amelazwa hospitali au ameattend hospitali akaonyesha sign ambayo sio normal au ni sign, ni alert sign yoyote ya hatari, tutatakiwa tufanye nini? Tumpime blood pressure. Anasema before and after surgery or invasive procedure, kabla na baada ya operation au zile invasive procedure. Tunaposema invasive procedures ni zile procedures za maybe open part of the body au kuingiza kitu ndani ya body cavity na zingine. Anasema before and or after the administration of medication that could affect the respiration or cardiovascular system, for example before giving digitalisi preparation. Kwa hiyo kabla na baada utoaji wa madawa ambayo yanaweza affect respiration rate au cardiovascular system. Kwa hiyo kuna madawa mengine kabla ya kumpa mgonjwa lazima umpime, kwa mfano ili kujua mgonjwa ana nini, anaendeleaje, ndo umpe. Kwa mfano kuna baadhi ya madawa ya ugonjwa wa moyo ambayo ukipima labda ukipima pulse rate, ukizikuta yenyewe yana tendency labda ya kushusha pulse rate. Kwa mfano kuna dawa inaitwa digoxin, yenyewe ina tendency ya kushusha pulse rate. Kwa hiyo kama ukimpima mgonjwa labda ana dozi ya digoxin, unatakiwa kabla ya kumpa hiyo dawa unampima pulse rate. Kama umekuta pulse rate zake ziko below 60, utakiwa kumpa, kwa sababu yenyewe ina